Habari zilizotufikia hivi punde kuelekea dabi ya Kariakoo. Nazungumzia dabi ya Simba na Yanga, mchezo ambao utapigwa siku ya Jumamosi hii tarehe 8 Machi 2025 katika dimba la Benjamin Mkapa. Ni kwamba kuelekea kwenye mchezo huu kikosi cha Simba Sports Club huenda kikawakosa wachezaji wake wawili tegemeo. Mojawapo ni mlinda mlango wa klabu hiyo. Namzungumzia mlinda mlango namba 1 wa klabu ya Simba, Musa Kamara Pinpin, pamoja na mlinzi wa kati. Nazungumzia beki wa kati wa klabu hiyo, Chemalon Fondo. Huenda wakaokosa mchezo wa dabi ambao utapigwa weekend hii pale katika dimba la Benjamin Mkapa. Sababu za kukosa mchezo huu kwa kulingana na chanzo chetu ni kwamba wachezaji hao bado ni majeruhi. Kama tunafahamu kwamba weekend iliyopita Simba Sports Club alikwenda pale jijini Arusha kucheza mchezo wao wa NBC Premier League dhidi ya Coastal Union, na miongoni mwa wachezaji ambao hawakuonekana uwanjani na hata bench hawakuwepo ni Musa Kamara Pinpin pamoja na Chemalon Fondo. Yani hawakusafiri kabisa na timu hiyo kuelekea jijini Arusha. Sasa wengi tukahisi labda huenda ni rotation ambayo kocha wa Simba Fadlu Davis mtaalam anaifanya labda kwa ajili ya kuelekea kwenye dabi hiyo, kuwapumzisha baadhi ya wachezaji wasiwepo, wapumzike kwenye mchezo wa Coast, wakijiandaa kuwavaa tani zao wajadi. Lakini haiko hivyo, ni tofauti kabisa, kwa sababu kutokana na chanzo chetu tulicho ambacho kimetupa taarifa hii ni kwamba wachezaji hawa wawili ni majeruhi, ni majeruhi, na huenda wakakosa mchezo huo wa dabi siku ya Jumamosi. Najua pressure inazidi kuwa kubwa kwa mashabiki wa Simba, haswa wakisikia Musa Kamara Pinpin huenda asiwepo golini. Na hii inaongeza pressure kwa sababu tunafahamu uwezo wa Musa Kamara aliokuwa nao na alioonyesha kwenye ligi mpaka sasa, na clean sheet 15 akifuatiwa na Diarra mwenye clean sheet 10. Ni uwezo mkubwa sana ambao ameuonyesha, na wengi wakitabiri huenda akawa golikipa bora wa ligi kwa msimu huu wa 2024 2025. Sasa endapo Musa Kamara Pinpin atakosa mchezo huo, maana yake lazima tu Ali Salim atakaa golini kwenye mechi hiyo ya tarehe 8 wikendi hii. Je, Ali Salim ataweza kuhimili mikiki ya dabi, tena dabi yenye presha kubwa kama hii, dabi ambayo inakwenda kuamua ni nani mshindi wa ligi ya msimu huu, kwa sababu atakayeshinda dabi hii moja kwa moja na nafasi kubwa ya kwenda kubeba ligi kulingana na fixture ya mechi zilizobaki, lakini pia ukilinganisha kwamba idadi ya michezo iliyobaki ni michache na kila mtu hahitaji kudondosha alama yoyote. Je, endapo Musa Kamara atakosa mchezo huu, unaiona nafasi ya Simba? Lakini vile vile kwa Chemalon, ameonyesha uwezo mkubwa sana tangu atue Simba Sports Club. Akienda kukosa mchezo huu mkubwa wa dabi, itakuwaje? Wengine wanahusisha kukosa kwao mchezo huu na vitu personal ndani ya klabu, kwamba huenda wamestopishwa. Tunafahamu kwamba Chemalon miongoni mwa watu ambao wana uwezo mkubwa, lakini hivi karibuni amekuwa na makosa ya kujirudia, mpaka ifikia kipindi yeye mwenyewe akaomba msamaha kwenye kurasa yake ya Instagram kwa mashabiki wa Simba kwamba mnisamee, nitakuwa imara next time kuhakikisha kwamba hayo ni makosa ya kujirudia ambayo amekuwa akiyafanya Chemalon Fondo. Lakini kwa upande wa Kamara, ukitafuta alama ambazo Simba wamedondosha msimu huu, mengi ni makosa ya uzembe wake yeye. Tukianza mechi ya Yanga ya ligi mzunguko wa kwanza, alienda kutoa mpira ambao ulikuwa unakwenda nje kabisa, yeye akaufuata akaurudisha uwanjani, wakafunga goli. Unaelewa vizuri Young Africans. Lakini achana na hiyo, ukirudi tena kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union ambao Simba alianza kudraw, magoli ambayo amefungwa na Coastal Union mawili ni ya Kamara, moja akifungwa nje kabisa, mbali nje ya uwanja, mita nyingi sana. Lakini ukirudi tena alama nyingine walizodondosha dhidi ya Fountain Gate,
mpira ambao alirudishiwa na Chasambi, angekuwa na uwezo wa kuudaka ikawa foul, au akaupiga tu hata kwa mguu. Lakini kama kwa mguu ulimzidi nguvu, angekuwa na uwezo wa kuudaka ikawa tu faulo ya kawaida ndani ya boksi ambao huenda isingezaa bao. Ni kosa lake pia. Mechi na Azam, goli ambao amefunga Sereli, aliwahi kutoka golini kwenda kuudaka mpira, ilikuwaje ukamponyoka? Unaona kabisa ni kosa lake. Sasa wengi wanajiuliza, ni kweli hawa wachezaji wanaumwa au viongozi wameamua kutumia njia hiyo kusema wanaumwa kwa ajili ya kuwaweka bench kwenye mechi kubwa hii ya dabi, wasije wakafanya makosa yale yale au wakatumika na upande wa pili? Hayo ni maswali ambayo mashabiki wengi wanajiuliza baada ya hizi tetesi kwamba huenda Musa Kamara na Chemalon wakakosa mchezo huu. Wewe mawazo yako ni yapi? Weka komenti yako hapa. Hii ni A Digital.